Niko hapa kukuambia mwisho wa mwaka una mambo mengi sana. Kwa hiyo usipojifunza namna ya kumaliza kwa ushindi, ni rahisi sana ukamaliza vibaya, kwa sababu mpango wa adui anataka mambo mawili kama sio matatu. Namba moja, akumalize wewe ili usimalize. Au namba mbili anataka umalize lakini umalize kwa aibu. Ama namba tatu, anataka kuharibu hicho unachotaka kumaliza nacho mwaka huu. Manake malengo yako, maono yako anaweza kataka kuharibu, ili mwaka unaoanza uanze vibaya. Narudia tena, heri mwisho mwema kuliko mwanzo. Lakini pia mwanzo wako wa mwaka 2026 unategemeana na namna unavomaliza mwaka 2025. Kwa sababu kwenye mzunguko wa majira, mwisho huwa uko karibu na mwanzo, ingawa mwanzo uko mbali na mwisho. Kuna watu sasa hivi they are not aware kwa kujiandaa, wala hawayataki maarifa. Alafu ghafla mwezi Januari wanaanza kulalamika mambo magumu, ezifu ule mwezi umewavamia. Kawaida yetu sisi huwa hatujiandai. Imagine, ni maisha ya mwanadamu, hajiandaagi kwa ajili ya finali, hajiandaagi kwa ajili ya mwisho wake. Ni nature ya wanadamu, especially Africa. Hata wazee, yani mtu mpaka anastaafu, alikuwa mwajiriwa, anaanza kulalamikia watoto wake hawamtunzi. Logic, naomba nizungumze. Ni kosa kuzaa watoto ili baadaye waje wakutunze. Sio biblical, sio kibiblia. Naongea kama mchungaji, usinichukie wala usininunie. Ni kosa kibiblia kuzaa watoto kama mradi wa kwamba kesho atakuja kukutunza. Maandiko yanakataa. Manake wewe unatakiwa uwe na nguvu ya kumaliza. Unajua, kwa sababu hakuna mtu anayeishi asiyejua kuna uzee baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ninazungumza na mama mchungaji, nikamwambia mama mchungaji, mpaka tunafikisha miaka 45, kama ikimpendeza Mungu ametuweka mazingira huru, tunatakiwa kuwa na kitu kinaitwa financial freedom, uhuru wa kiuchumi. Akaniuliza hiyo ndio nini? Nikamwambia hatutakiwi kuitumikia fedha mpaka kufikia miaka hiyo. Inatakiwa fedha itutumikie. Manake tunatakiwa tujiandae, kwa sababu umri wenye nguvu wa mwanadamu, una nguvu zinaanza kumwishia 45, kwa sababu baada ya 45, 46 wewe ni mzee. Kuanzia 45 kwenda mbele wewe ni mzee. Tayari unatambulika kama mzee. Umetoka kwenye ule umakamu, unaanza kuwa mzee, unatoka kwenye ule ujana. Kwa hiyo naomba nisikilize, hili somo ni pana sana, sio tu kwa ajili ya kumaliza mwaka na kufundisha mpaka ukiwa unazeeka unajiandaaje. Iko hivi, nawaambiaga watu, ukiwa una biashara, alafu ile biashara yako ikawa inakuhitaji wewe uwepo ili biashara iendelee kukua, bado una operate kwenye failure, una operate kwenye kushindwa. Maana yake unatakiwa kuwa na mradi ambao hata kama utasafiri, hata kama imetokea bahati mbaya umeparalyze, bado ile miradi ijizungushe yenyewe. Ukiona una kampuni, alafu ile kampuni inakutaka uwepo muda wote, utakufa kwa pressure. Unatakiwa kuseti system ambayo hiyo system itakufanyia wewe kazi. Mabilionea wote wanafundishwa system. Mimi nawaambia hata Mungu ni Mungu wa mifumo, ni Mungu wa system. Kwenye mafanikio ya aina yoyote lazima ujue kutengeneza system. System ni nini ama mfumo ni nini? Mfumo ni aina ya utaratibu unaotengenezwa
ili ukufanyie kazi wewe hata kama haupo. Maanake hata kama itatokea umekufa, kampuni yako haitafilisika, inaendelea kucycle. Aliyeanzisha Coca-Cola anaishi leo, hata kama simjui hawezi kuwa anaishi, lakini Coca-Cola bado ipo. Why? Lakini sisi Afrika, ukishakufa na mtaji wako na biashara zako zinakufa pale pale. System mbaya. Mungu ni Mungu wa mfumo. Mungu ninavyozungumza sasa hivi ameketi kwenye kiti cha enzi, amepumzika. Yaani haimaanishi unapoanza kuomba, Baba katika jina la Yesu ninaomba ubariki chips yangu mayai, eti Mungu atoke kwenye kiti cha enzi wamuulize malaika unaenda wapi? Naenda kwa Melania, naenda kumbarikia chips yake mayai. Huyo sio Mungu. Huyo sio Mungu. Ashuke kwenye kiti cha enzi, eti naenda wapi? Kumbarikia Melania chips mayai. Kwa nini? Wapi? Maeneo gani? Kivule frame 10. Naenda kubariki chips mayai ya Melania. Asija kakabwa na washirikina. Anatoka kwenye kiti cha enzi kuja kukubarikia chips mayai. Kula ugali maharage. Baba bariki chakula changu. Kwa ananyanyuka kwenye kiti cha enzi, anakuja tende, unaenda wapi bwana? Naenda Mbagara Kizuiani. Kuna mama mmoja amenihitaji niende nikambarikia na kula wali maharage. That is not God. That is not God. Mungu ameseto, alishatengeneza mifumo. Ni kitendo cha wewe kutap kwenye mfumo, mfumo unakufungukia. Alafu yeye anaonekana ametenda. Ngoja, ukipiga simu sasa hivi Vodacom ama Tigo ama Airtel, mitandao ya kijamii, alafu unampigia mtu hapatikani, kuna kale kadada waga kanajibu, namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Huyo dada anakaaga tu muda wote anasubiri namba zisipatikane apokee simu yako. Hiyo ndio maana ya system, kwamba kuna vitu ambavyo vimewekwa tayari kwamba ikishindikana vitakuwa hivi. Ngoja nikwambie, hivi unajua hata wachawi, wapo wachawi wanaokuroga kwa system. Ulishawahi kusikia monitoring spirit? Monitoring spirit ni roho zinazofuatilia. Yaani anaweza kakuroga, huo ni uchawi mbaya. Anaweza kakuroga yeye akafa, ila alishakutegeshea roho akazinenea kwamba akitaka kufanikiwa akutane na changamoto, hela zake ziishe, alafu yeye akaendelea na maisha yake. Zile roho zenyewe, yeye anaendelea na mambo yake, hakurogi kila siku, lakini kila ukifika muda fulani unataka kufanikiwa, unashangaa mambo yako yanaharibika. Yeye soko, unaweza kusema wameanza tena kuniroga. Unaamua kufanya siri kwamba siwaambii ili wasijue. Lakini kila ukitaka kuinuka tu kitu, mwanangu, umepata hela, unataka kuanzisha mtaji, mtoto kameza shilingi 100. Wameanza kuniroga. Hamna, hawajaanza kukuroga, wametengeneza mfumo ambao wao hawaendelei tena kukuroga, walishaga pumzika. Lakini ziko roho ambazo kazi yake ni kukufuatilia. Usifikiri mshirikina kila wakati anakaa kukuroga kila wakati. Hamna. Kuna muda anatega zile spirit, yeye anaendelea, yeye anaagiza zitakufuatilia kwenye majira, na anaweza kazitega kwenye majira. This is the power of system. Sasa Wakristo wengi hawajui system ni kuhakikisha unatengeneza vitu ambavyo vitakufanyia kazi hata kama haupo, unaumwa, hujisikii, unataka kufanya, yani kazi yako itaenda. Lakini hii namaliza sasa, najaribu kukuonesha, tunakufungulia na kufungulia mipaka ya hili somo ili ulielewe kiundani. Na kwenye system, ukitaka kutengeneza system nzuri, unatakiwa utengeneze system ambayo hata wewe inaweza kukuwajibisha. Wewe uwe ndani ya system, wewe usiwe juu yake.
Unajua Mungu ametengeneza mfumo ambao yeye mwenyewe hajawahi kuuvunja. Ulishawahi kujiuliza kwani Mungu alishindwa nini kutusamehe sisi? Kwani alishindwa kusema bana hawa ni wanangu, mimi nimeamua kuwasamehe? Kwa nini mpaka mtoe mwanae? Yaani kwa nini atengeneze formula ndefu mpaka alete mtu afe msalabani? Yaani why? Kwa nini asiseme tu bana sikiliza, nimesamehe, mimi si ndo Mungu bana, mimi ndo king, hakuna mwingine bana, nimeamua. Ni Mungu ambaye alitengeneza mfumo ambao hata yeye hawezi kuvunja. Sasa kuna Wakristo wao wanajiendea. Kuna mahali tunaelewana. Sasa ni kosa kubwa kwa mtu unazeeka unalalamikia watoto. Ni kahekima tu kauzee ka Uafrika tuliishi nako. Lakini haimaanishi mtoto ulimzaa kama mtaji. Mtoto anatakiwa yeye kiasiri kabisa, mtoto anatakiwa akute kila kitu umemwandalia. Alafu sio cha kwake tu, umemwandalia mpaka cha wajukuu wake, cha watoto wake yeye. Manake yeye anatakiwa kuja kuendeleza vya baba. Kwa kifupi, Waarabu ndo wanafanya hii kitu nayoisema. Iko kwenye Biblia, sikufichi. Alafu maandiko hizi laana zingine, I'm sorry to say this, hizi laana zingine zinafosiwa tu. Maandiko yamesema waheshimu baba yako na mama yako. Waheshimu, sio wajengee, wahudumia. Wao ndo walikuleta duniani, wao ndo wanatakiwa wa guarantee. Kuna jamaa mmoja Marekani, sio ni Marekani, sio wapi, kawashtaki wazazi wake, wamemzaa bila ruhusa yake. Serious kabisa, mpaka leo kesi inaunguruma kwamba kwa nini. Lakini ukiangalia kweli ana hoja kwamba mimi niko sitaki kuja duniani, wamenileta. Kwa hiyo anawaambia wanatakiwa mlipe. Jamani, usije ukasema nakwambia nakulisha matango pole. It's true. Niwaambieni wanangu, unatakiwa kuishi katika maisha yako ya ujana kabla ya kumaliza, ukiwa unajua kuna uzee unakuja. Kuna siku mimi niliwahi kukaa na Ngosha. Ngosha ni rafiki yangu sana, fundi wetu ambaye huaga anatujengea hapa. Nikamwambia Ngosha, unajua hii kazi unaofanya ya ujenzi, kuna umri unafika hautaweza kuifanya, kwa sababu sasa hivi unavyofanya kazi ngumu hivi, kuna muda itafika utakuwa hauna uwezo. Umejiandaaje kwa ajili ya mabadiliko? Manake ninamwambia utamalizaje uzee wako? Kwa sababu nitafikaga kipindi ukinyanyuka hivi kiuno na kisikia kama ni mlango unafungwa ama unafunguliwa. Okay, umejiandaaje? Mwajiriwa aliyeajiriwa, umejiandaaje kufu? Watu wengi hawajiandai kumaliza, na ndio maana fuatilia waajiriwa wengi wa serikalini. Walimu, wanajeshi, mapolisi. Mimi nasema bwana, si ni kweli babangu mimi alikuwa mwanajeshi, kwa hiyo najua, kwa sababu mimi tumekaa na wanajeshi unawaona. Walimu kafanya kazi siku zote, hajawahi kufungua biashara ya mangi shop, hajawahi kufungua duka, hajawahi kufanya biashara hata siku moja. Alafu tena staff tena na miaka 60 anaenda kufungua duka. Wewe utakufa kwa pressure. Haujajua hasara zake, haujajua ugumu. Yaani unajifunza kuogelea wakati unazama. Hiyo kazi akili hiyo. Mwingine amepata hela, anaenda kununua Costa, anashikishwa Costa mbovu. Hiyo kwenye Costa nimewaona wengi. Kila siku naambiwa gari iko kwa fundi. Lazima ukaugua kifua kikuu au pressure. Yaani unanunua Costa ili kumalizie vizuri. Hela za
kustafia sio hela za kuanza mtaji. Hela za kustafia ni za kula kidogo kidogo na kusapoti biashara uliyokuwa umeanza. Wewe hela kustafia ndio unaanza kujengea. Jenga ukiwa bado uko kazini. Kama huwezi kujenga, tafuta biashara nyingine. Ni wenzetu nje tu hawezi kukaa kwa kazi. Unakuta ameajiriwa hapa lakini anafanya kazi. Au wengine, kwa mfano watu wa nje, nchi zingine, wenzetu wametutangulia sana kimaarifa. Wanafanya kazi kwa overtime, yani anahakikisha anafanya masaa yaliyopitiliza ili aweze kupata hela nyingi. Sisi huku ukipata 200,000 kesho uamki uendi kazini una hela. Kuna fundi mmoja aliletwa na ngosha hapa, walikuwa anajenga huko ofisini kwangu. Nikawapa hela yote kwa mkupuo. Kesho anaenda kumtafuta fundi aje amsaidie, amkuta yuko njui. Asubuhi kalala nazo. Ambia ngosha, siwezi kwenda nina hela. Nikamwambia hiyo hela imetoka madhabahuni, anaenda kunywa. Kasema yeye kwa sababu ni ya kwake, maana nilikomboa kuitoa kuwa sadaka ikawa fedha. Na nikamwambia hatolewa tena. Lakini wapo. Nini ninachotaka kusema? Asilimia kubwa watu wanasemaga finali nini? Finali uzeeni. Neno finali manake mwisho. Huko ndiko huwa kuna aibu, huko ndiko kuna lawama, yani unaweza ukawa na gubu. Na ndio maana ushirikina, watu wengi uchawi wanaofanyaga uzeeni. Wanafikiri kwa nini? Kwa sababu yeye ujana wake alichezea. Uzee sasa anajua watoto watakuja kufanya nini? Watakuja kulea. Alafu watoto wote wanachomoka mananga watupu, yani zinatoka nanga za kueleweka. Kuna ambaye anaweza kusaidia mzazi. Alafu naona watoto wa fulani unaweza ukawa mchawi. Unaroga nakwambia. Kwa sababu uchawi unajua sio mpaka ukashike dawa. Ukishakuwa na chuki tu tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini ninachotaka kusema jamani? Nataka niwaoneshe hilo andiko alafu tuendelee, niwarudishe kwenye msingi, kwa sababu nilikuwa najaribu kufafanua. Niwarudishe kwenye msingi. Niwarudishe kwenye msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na waangalizie hilo andiko ili msije mkasema baba unatufundisha kitu gani? Haleluya. Maandiko yanasemaje kwa habari ya nani anatakiwa kumtunza kati ya mtoto au baba? Bwana Yesu asifiwe. Ako ka junior usikae nako kama kwamba katakuja kukulea, utakuja kukalaumu bure. Nakwambia ukweli, utakaraumu. Watoto sasa hivi wanasoma Biblia hatari. Ngoja nikuangalizie hilo andiko, nimedhamiria kukuonesha ili tufungue roki za akili, vifungo vya ufahamu. Silee mtoto kama vile atakuja, sio mtaji huo. Umeinuliwa, umeinuliwa, Mithali 13:22 niweke. Mithali 13:22 ijaze kwenye screen. Asante. Michael ametuma hilo andiko pia. Michael ametuma hilo andiko pia. Asante Michael Masai. Anafuatilia hii kitu. Anasema Mithali 13
Wewe, hilo andiko ni lenyewe. Mithali 13:22. Nimesema 20. Nisamehe. Mithali 13:22. Anasema mtu mwema huwaachia wana wa wanawe urithi, na mali ya mkosaji huwa akiba kwa wenye haki. Mali ya mwenye dhambi, manake mwenye dhambi hatakiwi kumiliki. Ila mimi nilitaka kukuonesha, ndo maana anayetakiwa kurithi ni nani? Ni haki ya mtoto kurithi cha baba yake na cha mama yake. Ni haki yake, kama malipo ya kumzaa. Mungu anajua kabisa wewe, wakati unamleta mlikubaliana, si umemleta? Na wakati mwingine ulikuwa unaomba baba nipe mtoto, umemleta. Haya, wewe hapo kula chuma hicho, usianze kumtelekeza. Ni haki yake. Sisi soma sana, uje utafute vya kwako. Vya kwangu vipi? Wewe unataka kumwandalia kibiblia, na sio yeye, mpaka wajukuu wako unatakiwa wawe na urithi. Manake kwa kawaida, unajua, ngojeni niwaambie, kiasiri kabisa, mtoto wa kiume anapotaka kwenda kuoa anatakiwa achukue mali kutoka kwa babake. Na ndio maana ukisoma habari ya prodigal son, mfano unaotolewa, alienda kwa ujasiri mbele ya baba yake, akaomba kabisa, akasema nipe sehemu ya mali yangu inayoniangukia. Sio naomba, ni haki yake. Ni haki ya mtoto kurithi cha baba, na wala hatakiwi kujistukia. Sasa wazazi, kwa sababu walikuwa hawataki kuturithisha, wakatupiga kwa mithali, mtegemea cha nduguye hufa maskini. Cha ndugu sio cha baba yangu. Cha baba yangu ni haki yangu kibiblia. Mimi ndo nakwambia, si maandiko hayapo, na niangalia kwa jicho la huruma vipi? Ndo nimesema ako kajuni yako, kaandalie mazingira. Usianze watoto hata wanitunze, wameagizwa kukuheshimu. Ngoja nikwambie siri. Tunazungumzia finali au vipi? Mwisho kumaliza ushindi. Unafikiri kama una hela, biashara zinazunguka, kila kitu kinaenda, ukizeeka ukaugua, unafikiri utakosa watu wa kukuuguza? Una hela, una kundi la nguruwe hapo, yani ulishajengaga mabanda nguruwe, una mbuzi wa kutosha, una ng'ombe wa maziwa, una mashamba ya miti mahali, yani hela ni zinapishana. Una vijana wa kusafisha banda, yani vitu vinajifanyia kazi vyenyewe. Kazi yako ni kutolewa nje na kuota jua. Umetulia hapo, unaambia wewe msafisha huko, peleka mayai, nenda kapeleke mayai kauze, peleka sui kamua maziwa. Wewe kazi yako ni kuagiza, kupiga tu kelele, yani nenda uzee. Sina unatukuaga na gubu, lazima uwe na kagubu kidogo, na hela ipo. Umezeeka hatari. Wakukuuguza wapo, wakukuuguza hawakosekanagi. Ishu ni kwa hiyo jamani, tutafuteni hela tukiwa tunaangalia pia, tutengeneze mifumo bado mapema, tuwe na financial freedom. Financial freedom ni kuwa na mifumo ambayo itakuwa inakuzalishia. Stella, sio kila siku lazima uende Kariakoo kwenye duka la kwanza kutengeneza mifumo leo. Una vinyumba vyako vya wapangaji kadhaa. Hivyo hoje kuona kuna wazee muda wote yeye anazunguka amevaa msuri tu na kakizibao, kajifunga msuri, kazi yake kucheza bao tu, ana nyumba za wapangaji kibao. Wanaleta tu kodi, hana stress, kazi yake kucheza bao. Na mimi nataka kuzeeka hivyo kwa jina la Yesu. Kwa napiga zangu msuri na bakola yangu namna hii, waenda kutafuta umbea kwa wazee wenzio. Haleluya, watu wa Mungu. Yuko mzee mmoja Tabata Segerea, niliwahi kumuona, alikuwa anaitwa Mzee Mare. Huyu inabidi nimtaje kabisa jina, Chaga. Mzee ulikuwa ukimwangalia kachoka, lakini aliwahigi lile eneo la kule Segerea Bonyoko, akachukua maeneo mengi, akawa anayauza kwa akili, na alikuwa anajua thamani ya ardhi, kwamba ukishanunua ardhi umenunua. Kwa mji ulivyoingia akawa anauza, akawa na hela, akatengeneza
maframe, yani akaweka maframe mengi sana. Yeye hakutaka kununua gari, akaweka maframe. Na watoto wake alikuwa amewasomesha, wameenda Ulaya. Binti yake mmoja akawa amerudi, ametoka Ulaya, akamletea hela. Alivyomletea hela, akampa hela yeye, akachukua hela zingine akampa yeye, akamwambia mwanangu, sikukuzaa ili unilee. Manake alifanya wajibu wake. Sisi tunaelewana? Sasa siku hizi wazee wanataka wao warithi kutoka kwa watoto. Haikogo hivyo. Ni kweli wazee wetu walikosea. Okay, sisi sasa tusiingie huko. Au akina junior tuwasomeshe, tusiwasomeshe kwa stress. Na maisha sasa hivi yamebadilika. Sasa hivi huko tunakoenda, wewe ndio utamwandalia mtoto wako ajira. Usisomeshe mtoto eti kesho junior umeshapata kazi. Haipo. Maisha yanabadilika sasa hivi, kazi zinaenda kwa kujuana. Mtoto wa fulani, mtoto wa fulani, huyu baba yake alikuwa nani, system zinaenda zinajaa. Kwa hiyo andaa watoto wako kabisa ukiwa unawatengenezea miradi ya kwao. Na ndio maana mimi hata elimu ya kumsomesha mtoto sijui amalize darasa la kwanza, kamaliza la 7, sio kaenda form 1 mpaka form 4, sio katoka elimu ya kikoroni, hiyo mistaki. Mimi uko mbele nasomesha kama wanavyosomesha Waarabu. Unaenda shule, unarudi, unakaa dukani, unaanza kujua kusimama kwenye. Kwa hiyo anakusomesha na anakuelekeza kabisa ukasome kombi fulani, ukitoka huko ni kuja tu kusimamia miradi. Tayari unakuwa katika hiyo system. Unasomesha mtoto alafu ajira aje kwa unategemea watu waje wakusaidie kukuajiria. Lazima ulaumu. Kuna mzee mmoja Muhaya Dodoma, binti yake akiwa yuko form 6 alikuwa ameshaanza kozi ya inaitwa CPA sijui. Anasoma huko. Kaingia chuo akiwa anasoma, yani anapiga kozi nyingine. Nikamuuliza, kwa nini unamoverload? Akasema nataka amalize haraka akiwa na umri mdogo, aingie kwenye miradi aanze kuisimamia kwa sababu mimi nazeeka. Akasema mzee anajua. Wakati wenzetu wanasoma si tuko kwenye yo tunachana mistari. Malengo. Sasa nini ninachozungumza? Hatuishii kuangalia kimwili tu, kiroho tu, lakini hata kimwili pia, kiakili, intellectual, spiritual and intellectual, kiroho na kiakili. Kwamba muda ulionao, kuna muda utakuwa hauwezi kuishi kama unavyoishi leo. Umejiandaaje? Mwaka unapinduka, umejiandaaje? Kwa sababu ni mifumo ya watu. Ukimwona mtu analalamika Januari ni ngumu, hukujiandaa. Ulikuwa hujui kama Januari kuna ada, ulishtukizwa kwamba Januari imekuja kama Yesu amekuja, kwamba Yesu anakuja ghafla. Januari hapa. Ulijua wakati unatumbua, unaponda mali, ukujua kama kuna ada? Hapana. Hatuna kawaida ya kujiandaa kumaliza. Kwa mwezi wa 12 wewe unamaliza kama vile ndio unakufa kesho. Yaani mtu anaponda mali kama vile anaenda kufa. Unamaliza muda huo, cabbage zinakusubiri, yani Januari hizi hapa. Kwa ni maandalizi. Kwenye maisha yetu sisi tunajisahau kumaliza, tunaendaga kiholela. Kwa hiyo niendelee kukukumbusha kwamba hili somo haliishii tu kukuandaa kumaliza mwisho wa mwaka, linakuandaa pia kumaliza kwenye kila jambo lako. Ina maana umri wako kuna muda utafika hatua ujana utaisha. Umejiandaa? Umejiandaaje? Usije ukalalamikia watu. Bwana Yesu asifiwe.